Kwa majina mimi naitwa Dr. Maka Siwale, mtoto wa Mama Siwale. Kwa kifupi, mama amehudumu serikalini kwa muda mrefu sana, na baada ya kustaafu pia alikuwa anaendelea kusaidia jamii, hususan watu wa kima cha chini. Amefanya kazi nyingi sana kuwasaidia watu wa namna hiyo. Kutokana na uzee alikuwa anasumbuliwa na maradhi ya uzee, ambayo kwa kawaida wakati mwingine unakuwa unapambana na kitu sio kimoja tu, zaidi ya kitu kimoja. Alikuwa akipata matibabu Muhimbili, akaruhusiwa akarudi nyumbani, lakini kuna siku moja karibu 3 zilizopita au 2.5 hali ilibadilika kidogo, kwa hiyo tukamkimbiza Endommandal emergency, ambapo aliendelea kupata matibabu mpaka mauti alipomkuta. Ndio. Kwa hivyo kwa kifupi ndio kama hivyo nilivyoeleza. Amehudumu sehemu mbalimbali, amewahi kuwa mwalimu, amewahi kuwa waziri, wizara ya ardhi, wizara ya elimu, wizara ya ardhi, amekuwa mbunge kwa tangu 75 mpaka mwaka 2000. Na kama nilivyosema amekuwa akifanya kazi na hivi vyombo ambavyo sio vya kiserikali, na pia alibahatika kuanzisha chombo chake hiyo mzee aliyosema alianzisha NGO ambayo bado ina operate mpaka sasa hivi, ambayo nitasema kidogo zaidi kwenye wasifu wake kuhusiana na hiyo, lakini kwa kifupi lengo lake lilikuwa kusaidia wanawake, kuwainua wanawake, na katika hilo alikuwa na slogan yake moja ambayo ningependa nidokeze kidogo kesho. Kwa hiyo kwa kifupi, lakini amesaidia sana watu mbalimbali. Sasa hivi ni of course tunaweza kusema kuomboleza, lakini mimi napendelea kusema zaidi kusherehekea maisha yake. Sawa, kufurahia maisha yake, kufurahia yale mema ambayo amewahi kuyafanya. Hicho ndio kinachoendelea sasa hivi, huku tukiendelea kufanya maandalizi ya kwenda kumpumzisha, ambapo tunategemea kama kila kitu kikienda kama tunavyotarajia kiende, zoezi hilo litafanyika kesho Jumamosi kwenye makaburi ya Kinondoni. Kwa hiyo ratiba tentatively ndio iko hivyo. Mwili utaingia hapa kesho kwa muda mfupi, alafu tutaelekea kanisani ambapo tutaenda tutaaga. Kutoka hapo tutaelekea makaburini kwa zoezi la mwisho la kwenda kumpumzisha mama yetu, bibi yetu kwa wengine, na wengine ni nyanya, vitukuu, nategemea natumia lugha gani. Labda alibahatika kupata watoto 4, lakini ameacha watoto 2 ambao ni mimi pamoja na dada yangu. Ndio. Wajukuu? Ameacha wajukuu 3 na kitukuu 1. Poleni sana. Nashukuru, asante sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.